Unajua mimi Alifa namtetea Rais Samia kwa sababu najua tunaishi kwenye nyakati gani hizi ambazo tunazo. Ni nyakati gani? Nyakati ngumu duniani kwa ujumla, kwenye siasa za dunia. Tunaishi katika wakati ambao wanasiasa ambao wanaonekana ni wa maana ni populist, na tumepita tayari kwenye kuwa na rais populist. Na nikitazama nchi yetu inapokwenda sasa hivi, iko tayari tena kupata mtu ambaye, yani mazingira na ujengo yakienda hivi tutafikia hatua ya kusema tumpate populist mwingine, ambaye mimi nimeishi kwenye utawala populist, kwa najua nini kinachokuja tukimpata populist. Lakini pia nimefanya kazi hapa Tanzania kwa miaka 20. Bahati nzuri najua zaidi ya nusu ya wanasiasa wakubwa hapa, kwa maana wakubwa, behavior zao, tabia zao za huko wanazoonyesha kwa watu na tabia zao za huko nje. Nikimuona Rais Samia sasa hivi, nafikiri at this moment in time pengine ana nafuu kulinganisha na alternative ambazo watu wanaziona huko nje, watu wanazungumza. Kulingana pia na tulikotoka? Kulingana tulikotoka. Una uhakika? Mimi na uhakika kwamba huko tulikotoka na huko tunakokwenda, nikiangalia future, aina ya viongozi ambao wanakuja sasa hivi au wanatajwa kwamba hawa wanaweza kuwa potential successors. Huyu ni rais ambaye kuna mambo unaweza ukafanya kwa sababu ana track record. Assessment yako Ezekiel, yes, with respect, nadhani inaweza ikawa inapishana na ukweli na uhalisia. Kwa mfano, Rais Samia tukilinganisha na mtangulizi wake, ameprosecute 2 high profile cases against senior opposition leaders. Ilikuwa ni chini ya uongozi wa Rais Samia, ambapo mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman Mbowe alishtakiwa, alikuwa prosecuted kwa ugaidi. Na ile kesi ikaja ikatolewa kwa nole. Serikali ikaiacha njiani, haikuendelea kwa sababu tulitaka serikali iendelee, tuone inavyoweza kuprove ile kesi. Nadhani hawana ushahidi, wakainole, wakaitoa. Rais Samia pia chini ya uongozi wake ndani ya miaka 4 ana prosecute another high profile cases. This time ya mwenyekiti wa sasa wa Chadema, Tundu Lissu, ya treason. Hicho hakikutokea kipindi cha Magufuli. Maana kipindi cha Magufuli tulikwenda kwenye uchaguzi 2020 na mapungufu yake, lakini kulikuwa na vyama serious vya upinzani kwenye uchaguzi. Tulikuwa na Chadema, Tundu Lissu aligombana na dhidi na tulikuwa na mama marehemu Anna Mghura wa ACT Wazalendo. That is not the case kwenye uchaguzi huu wa 2024 chini ya Rais Samia. How can things get worse? Yani mambo yanawezaje kuwa mabaya zaidi yalivyo sasa hivi? Sawa. Nashukuru, na kwenye ile Alifa nitaomba muda kidogo. Tanzania kuna shida ya watu kuangalia wanapoangukia. Hatuangalii tulipojikwaa. Issue ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ni watu kufocus tulipoangukia, sio tulipojikwaa. Sasa nitalizungumza hili kidogo. Kuna tafiti zimefanyika na kuna jarida linaloitwa Journal of Democracy, wamefanya research kubwa sana kuhusu kitu wanakiita democracy backsliding, namna gani demokrasia inarudi nyuma. Ukisoma tafiti zile zinasema duniani kwa jumla, wamefanya utafiti Afrika, Asia, Afrika, Europe na Latin America. Wanasema akitoka kiongozi ambaye ni authoritarian, madarakani, akiingia kiongozi mwingine wa kiimla, akiingia kiongozi mwingine ambaye hana uimla kama waliopita. Katika viongozi 10 waliojaribu kurudi kwenye kwa Tanzania, kurudi kama angalau wakati wa Jakaya, 90% wamefeli. 10 wanafaulu. It is so difficult. Ni vigumu sana. Na kuna sababu kama 3 ambazo wanazitoa. Please. Sababu ya kwanza ni kwamba kuna masalia ya uongozi uliopita. Kwa hiyo kwamba mfano mzuri walitoa tabu ambao wanaipata Lula kule Brazil kutoka Bolsonaro. Sasa Bolsonaro alivyoingia alichukua wanajeshi karibu 460 akawaingiza kwenye serikali.
akatafuta nafasi tofauti tofauti kwenye jaji, kwenye nini, kwenye kuhakikisha kwamba ana cement ile uimla wake kwenye serikali. Na kama vile tunaona kama sasa hivi kwa mfano kienda Marekani, unaona kama Trump anavyochukua watu anaweka FBI, anaweka kwa Attorney General, anaweka wapi, watu ambao ni loyalist wake, sio loyal kwa democracy. Wale masalia, huyu kiongozi mpya anapoingia, kila anapojaribu kitu anafanya kufanya, kuna pull back. Wale watu hawataki kurudi kule kwa sababu wananufaika na system kama ilivyo. Number 1. Number 2 ambayo research zinaonyesha inajitokeza sana ni kwamba wakati watu wanapambana kumtoa kiongozi ile wa kiimla, kuna makundi mengi yanaungana. Kwa hiyo kwa mfano tuchukulie wakati wa Magufuli kwa mfano, Chadema walikuwa kitu kimoja, ACT wanapambana naye, kuna kina Kigogo, kuna kina Madia Sarungi, kitu gani. Problem inakuja anapoingia huyu kiongozi madarakani, mnajikuta kumbe nyie wote makundi ambao mlikuwa mnapambana kiongozi au mko kitu kimoja. Wote mna interest zenu. Kuna wengine kweli wanataka democracy, lakini wengine issue yao ni power. Wengine issue yao ni kuna vitu kwa wanavitaka wavipate. Sawa? Lakini la tatu ambalo pia hawa wasomi wameliona ni issue nzima ya kuongezeka kwa hiyo authoritarian streak. Yaani duniani sasa hivi ni kama vile wananchi wanaona kama vile viongozi wanaofaa ni authoritarian. Yaani dunia ilipofika mfumo wa kidemokrasia uliopo sasa hivi umeshaharibika. Tunachohitaji ni viongozi ambao wanakuwa na maamuzi, hawasikilizi bunge, hawasikilizi nini, kwa sababu system yote imekuwa corrupted. Samia alipoingia madarakani alikuta system ambayo imewekwa na mtangulizi wake, na moja kwa moja alionyesha nia ya hizo fawara kuingia madarakani. Issue ambayo mimi nimekuwa na argue kila siku ni kwamba wakati anaanza hiyo kitu ilitakiwa asapotiwe na watu wa opposition, asapotiwe na activist ambao wako nje ya CCM, kwa sababu watu wa CCM they are comfortable. Mimi najua kuna mkutano mmoja ulifanyika wa mwanzo kabla tulisamia ninge madarakani wa bunge wa CCM, na wabunge wa CCM kwanza Magufuli alikuwa kiongozi labda hana faida huko nje, lakini kwa sisi CCM walikuwa na faida kwa sababu tulishinda uchaguzi, sababu bunge tumeshinda vizuri tu. Kwa hiyo actually ule utawala wa aina ile ukiendelea, sisi tuna faida kwa sababu tutakaa madarakani kuliko ukiingia mtu ambaye anataka changes. Na actually baadaye kwa kuna accusation against rais kwamba kuna watu wa bunge watapewa majimbo fulani ya upinzani, you know, na for CCM watakosa. Kwa hiyo kuna a serious pullback. Kwa hiyo litakiwa watu huko nje, activists, political parties, civil society na kila kitu waseme huyu mama anataka changes, tumsaidie. Natoa mfano wa mkutano wake wa kwanza Tundu Lissu Brussels. Tundu Lissu alitoa maombi 5 kwa mheshimiwa rais ili kwamba mambo ya Tanzania yarejee kama yalivyokuwa. Aliomba Mbowe aachiwe, aliomba wapinzani waliokimbia warudishwe, waruhusiwe kurudi Tanzania. Alikuwa na madai yake ya stahiki zake za ubunge ambazo alinyimwa na serikali iliyopita, sio? Aliomba, lakini akagusia jambo moja Tundu. Akasema kwenye katiba ya Tanzania tuanze kuzungumza haya masuala ya katiba ya Tanzania. Tukizungumza masuala ya katiba ya Tanzania, najua tena actually kwenye yuko on record kwa maana najua jambo la katiba litachukua muda, lakini angalau tuzungumze. Rais Samia alideliver mambo 4 katika 5 ambayo Russo alikuwa amefanya. Lakini hapo Tanzania kuanzia ile tume ya kina Mkandala ile kikosi kazi, reaction ya Chadema ilikuwa hayo mambo hayo yalishafanywa na kina tume ya Jaji Warioba, hii inatupotezea muda, hakuparticipate. Ina maana hawa watu ambao walikuwa nje walikuwa wanatakiwa kumsupport rais kwa sababu ya siasa au kwa sababu gani, wakaanza kuachia game. Na mimi Arifa mwaka 2023 nadhani kwenye jarida la udadisi la Champion wapi niliandika makala nikasema ole wetu haya mambo yakibadilika, kwa sababu nilikuwa naanza kuona wakati ule watu wote ambao wanataka maridhiano walikuwa wanaambiwa wamelamba asali. Watu wote ambao wanataka maridhiano walikuwa wanaambiwa chawa, kwamba ile activism ile ya kusema hatutaki maridhiano pale mwanzo ikaanza kupata nguvu. Kwa hiyo hapa tulikofika sio results ya utawala, ni kwamba huko tulikotoka kuna mambo ilibidi tuyafanye, ilibidi tu embrace mwafaka. Na mimi juzi nilifurahi sana, ulikuwa unajua na BBC Arifa na BBC News, nafikiri BBC sio Al Jazeera ya BBC ndio walikuwa na kuuliza kuhusu hali ya Tanzania, na ulisema hapa tulikofika ni results ya kufeli kwa maridhiano. So Ezekiel, inabidi nikukatishe kidogo. Unajua nimekuacha uzungumze hapo kwa sababu nilikuomba. Na kwa sababu pia nidhani ni muhimu. Yes. Upate nafasi ya Lakini unajua na
nikichukua kutoka hapa ulipoishia, ni kama vile unavomportray Rais Samia, unamportray kama mtu ambaye hakuwa na agency ya kurekebisha vitu, kwa sababu hata hapa haulaumu kufeli kwa mchakato wa maridhiano on her, lakini kwa watu walioupinga. Kwa nini unamportray? Unadhani Rais Samia hana agency? Kwa mfano kama Rais Samia, tuchukulie kitu kimoja, angetaka kufufua mchakato wa kuandika katiba, nini kingemzuia kwa mtazamo wako wewe? Mchakato wa katiba. Swali zuri sana Alifa. Hapa duniani, katika mazingira ambayo Rais Samia Suluhu Hassan aliingia madarakani, asingeweza kuanzisha mchakato wa katiba. Kwa nini? Kwa sababu imagine mtu kama Jakaya Mrisho Kikwete amekuwa rais wa Tanzania kwa term yake ya pili. Alitaka kumaliza mchakato ukashindikana kwa sababu ya interest za chama. Inawezekanaje kwa mtu ambaye kaingia madarakani kwa mazingira ambayo aliingia nao Rais Samia aweze kupull off kitu? Actually hata Lissu mwenyewe alimwambia najua ile katiba litachukua muda. Kwa sababu is complicated. Na kwenye historia yetu ya Tanzania, angalia Rais Mwinyi. Mwinyi vyama vingi alikuja kuruhusu second term yake. Hata Jakaya Kikwete mchakato wa katiba ulikuja kwa second term. You need to consolidate power kwanza. Kwa sababu swala la katiba sio kila mtu analiona rafiki kwake. Hata ndani ya CCM kuna watu wataki mchakato wa katiba. Sasa inabidi utafute namna ya kuweka base kwanza. Alafu ndio maana mimi naamini kwenye term ya pili anaweza kafanikisha, kwa sababu sasa atakuwa ameshakaa chini, ameshatengeneza base yake, anajua button zipi za kupress kwenda kule. Lakini pia atakuwa na mamlaka kwa sababu amepigiwa kura na watu, ameshinda kwenye uchaguzi, anaweza aka-execute kitu alichokiahidi kwenye ndani ya uchaguzi. Lakini kusema rais afanye katiba mpya kwenye term yake ya kwanza. Lakini unajua Ezekiel, hata ukiacha masuala ya katiba mpya, hata zile minimum reforms ambazo wadau walikuwa wanaiomba serikali, wanamuomba Rais Samia azifanye, zimeshindikana kufanyika. Wewe umetaja Chadema na hatua yao ya kususia. Kwa mfano kile kikosi kazi na mchakato. Lakini tuna chama hapa Tanzania cha ACT Wazalendo ambacho kilishiriki kikamilifu na chenyewe kinalalamikia mambo yale ambayo yeye chenyewe kilikuwa kinatarajia kwamba mambo yasingekuwa hivi yalivyo hivi sasa. Na ndio maana iliamua kushiriki kwenye mchakato wa maridhiano na nani. Lakini hata chenyewe kinalalamika hii term ya minimum reforms. Sijui kama tumekubaliana kati ya Chadema na CCM. Achana na Chadema. Sikiliza, achana na Chadema. Kwa sababu Chadema hawakushiriki kwenye ule mkutano wa Dodoma, hawakushiriki kwenye kikosi kazi, hawakushiriki pia kwenye mkutano ule wa baraza la vyama vya siasa. Unakumbuka katika mkutano wa baraza la vyama vya siasa, mwenyekiti wa CUF Professor Ibrahim Lipumba alitable hizi minimum reforms ambazo wewe you are aware of, kwamba kwa mfano rais asishinde kwa 50%, yani utaratibu huo ni kwamba 50%+1, mgombea huru, matokeo ya rais kupingwa mahakamani. Na mkutano wa baraza la vyama vya siasa ungetegemea, na hata vitu ambavyo walikubaliana kwenye TCD ungetegemea, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kiko pale, vingekuwa legitimate na serikali ingeweza kuvitekeleza. Lakini hakuna kilichotekelezwa. Nilichokuwa nakisema mimi Arifa, hizi minimum reforms za Lipumba au za vyama sina hakika kama minimum reform, tafsiri ya minimum reforms ya opposition ndio tafsiri ya minimum reforms za chama tawala. No, chama tawala ni member wa baraza la vyama vya siasa na jamani, chama tawala ni member wa TCD, na hizi issues zilikuwa raised kwenye hizo platform mbili, TCD, Tanzania Center for Democracy, pamoja na baraza la vyama vya siasa. Wakaja na hizi issues za minimum kwamba tena actually Ezekiel, hawa jamaa walikuwa wanabai hoja yako kwamba muda uliopo wa kurekebisha katiba hautoshi, kwamba to consolidate power. Lakini tukienda huko tupate hizi minimum reforms, wameshindwa kuzipata. Sasa kwa mfano hiyo arifa ya 50+1 kwamba mshindi
lazima upate 50% na moja labda, sio? Hilo swali ni constitution. Hiyo ni amendment tu ya katiba. Sasa amendment ya katiba kwenye mazingira ya bunge ambalo hili bunge tulikuwa tunasema na CCM. Tena unasikia unajua Kamwaga kila utakapokuja uhalisia unapingana na msimamo wako. Kwa sababu tuchukulie kwa mfano kama rais angetaka kutekeleza hizi minimum reforms, alikuwa na bunge, yani kuna bunge ambalo ana massive support. Kwa hiyo kama ingepelekwa amendment ya kufanya amendment kwenye katiba, alikuwa na uhakika kwamba hizo amendment zingefanyika. Kama ni kuongeza hiyo, kubadilisha katiba, mgombea wa urais apate 50% jumlisha 1, matokeo ya urais kupingwa mahakamani, hivyo vitu vingewezekana kufanyika kwa sababu alikuwa na bunge ambalo linamuunga mkono. The fact kwamba licha ya huo uhalisia kuwepo na bado rais akashindwa kufanya hivi vitu, havimweki kwenye nafasi nzuri, sio? Unaamini? Mimi feeling yangu ni ule mchakato wa kikosi kazi na huo mchakato wa TCD katika hatua za awali, kuna vyama uondolee legitimacy. Lakini pia inawezekana kabisa kwamba minimum reforms zilizokubaliwa kwenye TCD sio minimum reforms ambazo zinakubalika ndani ya CCM. Kwa hiyo inawezekana bwana ameongea kwa TCD, lakini jambo lilipoletwa rasmi katika chama, inawezekana wanachama wa chama au power brokers wa chama wakasema hizi reform hizi kwetu sisi hatuzioni kama ni minimum hizi. Tunataka tukafanya hiki na hiki na hiki, hivi vingine tuweze kufanya. Sawa. Shushiko hapo kwamba tujue kwenye CCM hii ambayo tumeikuta sasa hivi, kuanzia wabunge, kuanzia halmashauri, kila kitu ni watu ambao rais aliwakuta wakiwa madarakani. Walikuwa wana matamanio yao, wana eneo ya siasa, wana mitazamo yao kuhusu mambo. Sio rais, kwa rais ambaye hana support kutoka nje, watu wa nje wana pull away, ayalazimishe mambo pekee kwenye chama ambacho watu wanaingia madarakani, watu wanakuta sio supporter wa hiyo ambayo kutoka nje. Sawa, unajua kwenye muendelezo wa jitihada zako za kumtetea Rais Samia, kuna siku ulisema kwamba Watanzania ni kama vile hatuna shukrani na tuna usahaulifu wa haraka sana. Kwamba tumesahau baadhi ya vitu ambavyo Rais Samia alivifanya kwenye mazingira ambayo yalikuwa very challenging, lakini akaonesha. Ukatoa mfano wako kwamba yeye alikuwa kiongozi mkuu pekee mwandamizi akiwa makamu wa rais kwenda Nairobi kumuona Tundu Lissu baada tu ya jaribio lake la kumuua. Akaenda akamsalimia pale na picha ukasema kwamba alipiga, kwa sababu kwenda kumuona ni kitu kimoja, lakini na kupiga picha. Lakini pia baada ya kuwa rais, na umegusia palienda Brussels, Ubelgiji, mpaka walionana na Lissu alikokuwa uhamishoni. Na of course michakato ikaendelea mpaka Lissu akarudi na mambo mengine hayo umefanywa. Na ukasema kwamba hizi ni hatua muhimu sana ambazo hatuwezi kuzipuuza. Na mimi nakubaliana na wewe 100%. Lakini swali linakuja, inawezekana vipi huu wema na ukarimu ambao Rais Samia anao hauku extend kwenye truth and accountability? Yani angalau serikali yake ingetusaidia ni nani walikuwa nyuma ya kuratibu ule uhalifu uliofanywa dhidi ya Tundu Lissu na kuwafikisha hawa wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Unadhani nini kinaweza kikawa kimemzuia Rais Samia kufanya hivyo kwenye hili jambo? Ndio sababu nilikuwa nasema wakati mwingine huwa na mtetea Mheshimiwa Rais sio kwa sababu ya kuangalia picha yenyewe ilivyo. Expect rais uanzishe tume ya kuchunguza vitu ambavyo ile ecosystem yote umeikuta, sio kwa maana kwamba hao waliote kwenye kama nani sio wake Rais Samia. Rais Samia aliingia akamkuta Mabeo kama CDF. Mabeo akatoka akaingia Mkunda. Umeelewa? Ndio. Mabadiliko pia yamefanyika
kwenye jeshi la polisi. Alikuwepo Simon Siro, akaja, sasa hivi yupo Wambura. Mabadiliko pia yamefanyika kwenye taasisi ya usalama wa taifa, idara ya usalama wa taifa, DGS tumeona wakibadilishwa, kama ameingia huyu ametoka, mpaka sasa tuna DGIS Mombo. Hebu nifafanulie kidogo unaposema kwamba hawa watu aliwakuta na kwamba hakuwa na mamlaka ya kufanya. Yaani nini unadhani kingepaswa kufanyika ungeona kwamba hawa ni watu wa Rais Samia na kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya hivi vitu? Sisemi kwamba hakuwa na mamlaka. Lakini hili jambo lina sheria alafu lina siasa zake. Wewe umeingia madarakani. Rais mpya. Kuna vitu karibu 10-15 mezani kwako vya kufanya. Utaanza na hili ambalo ukianza dakika ya kwanza utapata watu wanakupinga. Watu wapi? Umo kwenye system kwa sababu si wewe ni rais wa nchi, amiri jeshi mkuu, lakini mwenyekiti wa chama, kwa sababu hiyo ndo nani, unajua tena unajua Ezekiel, kama nilivyokuambia tangu mwanzo. Yani unajua wewe unajicontradict. Hapana. Kwa sababu actually yani kila unakachokizungumza yani kinapingana. Kwa mfano ingekuwa sisi tuko Afrika Kusini. Kwamba una rais ambaye sio mwenyekiti wa chama tawala, mimi ningekubaliana na wewe kwamba kuna ugumu kidogo. Umeelewa? Kwa sababu wewe una serikali lakini huna chama. Lakini Ezekiel, katika mazingira ya kwetu sisi ambapo Tanzania rais ni amiri jeshi mkuu, ni head of state, ni head of government. Umeelewa? Ni mwenyekiti wa chama tawala. Nini kinasimama katikati ya njia ambayo ingeweza kumzuia kufanya kile anachokitaka? Busara. Busara kwa nani? Kuna wakati yani busara kwa nani? Kwa hiyo kwa mfano ngoja. Kwa hiyo Rais Samia ana busara zaidi kwa waliohusika kupanga uhalifu dhidi ya Tundu Lissu kuliko kuwa na busara kwa Tundu Lissu na Watanzania ambao wanataka kuona ukweli na uwajibikaji. Busara kwa maana kwamba ukiwa rais una vyombo vyote vya kwako. Busara ni kipi unaanza nacho, kipi unakitumia wakati gani. Kwa mfano sasa hivi ametangaza kwamba ataanza mchakato mpya wa katiba, lakini pia swala zima reconciliation ina nane na ndio swali. Reconciliation ina nane. Wewe unakubaliana na hiyo hoja kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, taifa liko polarized, halafu unaahidi reconciliation? Taifa liko hivi. Wewe unadhani hatuko polarized? Unaangalia mikutano ya hadhara inaendelea. Kwani wewe Trump hajazi mikutano yake ya hadhara? Sio kama Trump hajazi mikutano kama Samia. No, lakini hatuwezi kutumia, wanafanya kwenye halls zao. No, lakini hatuwezi. Tunaongelea mikutano. No, hatuwezi kutumia hicho kigezo kusema kwamba taifa hatujagawanyika, si ndio? Yaani una watu ambao wako genuinely concerned kwamba kiongozi wao amepewa kesi ya kubomba. Of course hizo kesi zinaendelea. Lakini ndio maana nikakwambia mimi hata tukiwapuuza Chadema for a moment, tuna chama cha ACT Wazalendo ambacho kilinunua invest heavily kwenye goodwill ya Rais Samia, na ambayo bado sasa hivi tunaona inachopitia. Tumeona ACT kijitokeza hadharani hujuma inayofanywa kwa wagombea wake, mageuzi ambayo walikuwa wanatarajia hayajafanyika. Wewe unakuaje na mgombea wa CCM ambaye anagombea urais kwenye mazingira haya tulionayo, anaahidi maridhiano baada ya uchaguzi? Kwa sababu uchaguzi ni swala la kikatiba au kisheria, ni swala la kisiasa. Kikatiba ni lazima uchaguzi ufanyike. Na hata ulisema kikosi kazi chenyewe kilisema kuna baadhi ya mambo tufanye kwanza uchaguzi alafu yaendelee. Ikiwa maridhiano, na mimi nashukuru kwenye interview moja umesema vizuri kabisa. Hapa kuna shida maridhiano, njia tuko nakwenda yameharibika. Na kuharibika kwa sababu kwa serikali, kwa mamlaka. Haiwezekani kwa pande zote mbili. Unajua you cannot Ezekiel, hapa lazima yani huwezi portion blame equally kati ya mtu ambaye ana power na mtu ambaye hana power. I mean you cannot do that. Yani huwezi kufanya equivalence kati ya Rais Samia, kiongozi wa serikali, mwenyekiti wa chama tawala, amiri jeshi mkuu, na
kiongozi wa chama cha upinzani. I mean, ni vitu viwili ambavyo haviwezi Alifa, mimi ni rais wa Tanzania. Sio? Nimesema nataka 4R. Nimekutana na kiongozi makamu wenu mwenyekiti. Nimehudhuria mkutano wenu wa baraza la Bavicha. Hayo. Muda mchache baadaye yule mwenyekiti wa Chadema, kuna kundi fulani ndani ya chama linasema amelamba asali. Yani sio yule tena. Inakuhusu nini wewe? Ni kiongozi mkubwa wa serikali. Unakereka vipi na maneno ya mtu anasema kitu ambacho hatutaki kuzungumza ni kwamba wale watu waliokuwa wanataka maridhiano walianza kuwa silenced, na group ambao likaanza kupata nguvu ni group ambao lilikuwa halitaki maridhiano. Yes, so what? Yes. Maana yake ni kwamba walipoingia yani walipoanza kupata nguvu, maana yake ni kwamba chance ya kuwa na maridhiano ilikuwa ngumu, kwa sababu Mbowe hataki tena kuonana na mwenyekiti aonekane ni sell out. Actually unajua, yes. Ezekiel, mchakato wa maridhiano ulipoteza mwelekeo mapema kabisa kabla hata Tundu Lissu ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti. Sababu kwa sababu unataka kujua sababu yangu? Sababu yako ni kwa sababu kulikuwa hakuna nia ya dhati. I mean, hivyo vitu vyote ambavyo unavizungumza ambavyo Rais Samia alikuwa anafanya kwangu mimi ni performative. Na halafu sasa unajua wewe you are fixated kwa Chadema. Kwa sababu ni chama kikuu cha upinzani. No, come on. Ndio chama kikuu cha upinzani kina wajibu. Sikiliza. Wewe uko fixated kwa Chadema. Yes. Na mimi nakwambia hebu usiwe fixated kwa Chadema. Kuwa fixated kwa ACT Wazalendo. Kwa sababu ACT ukumbuke kwamba mchakato wa maridhiano tulipoenda Dodoma kukutana wadau wa demokrasia ya vyama vingi, Chadema haikuenda. Yes. ACT walikwenda. Yes. Na nini kiliamuliwa? Mchakato unaendelea. Yes. Sindio, I mean, there is a thing called coalition of the willing. Unajua bwana na ikaendelea, kikosi kazi kikaundwa kikanini. Kwa hiyo toa Chadema, lakini you remember matusi yalikuwa yanaelekezwa kwa ACT kwenye mchakato wa Chadema. Sasa hiyo unakumbuka? So what? Ina maana kwa sababu yale matusi yalikuwa na lengo la kuharamisha mchakato wa maridhiano. Lakini so what? Ndio kusema ni yote mkomo ni sell outs. So what? Nyinyi mnafanya Ezekiel. So what? Na mada hiki ndio chama kikuu cha upinzani Tanzania kinasema hatutaki hiki kitu. Sawa. Mimi naona, sikiliza. Of course hapa tutakaza. Unaziona vipi siasa za Tanzania post 2025? Swali zuri. So Tanzania sio kisiwa. Kila ninavyoangalia duniani sasa hivi na Tanzania kiangalia, naona ni siasa ambazo kuna vijana wengi, na bara la Afrika litakuwa lina watu vijana wengi kuliko bara lingine lolote. Kwa hiyo ni bara ambalo vijana wanaenda kuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo aina ya siasa ambazo zinatakiwa kufanyika ni siasa ambazo zitajibu changamoto ambazo vijana wanazo. Naona siasa ambazo mitandao ya kijamii itakuwa na power kubwa ambayo inaweza kudecide ni aina gani nchi tutakuwa nayo kwenda, kwa sababu kila mtu anavyoona, kila nchi unazoangalia sasa hivi kinachoendelea, unaona social media ikiplay part kubwa sana kwenye kuweka vitu kwa watu kichwani, kwenye kuweka mawazo watu kichwani. Na uchaguzi ukimalizika, natamani sana kuona matokeo ya uchaguzi. Kwa sababu matokeo ni obvious, si? Hapana, kuna caveat. Kwa hiyo kwa mfano, okay. ACT Wazalendo ikipata viti vya kutosha. Inapataje viti vya kutosha? ACT Zanzibar wana viti vingi tu. Vingapi? Zaidi ya katika hali ya kawaida wakosi angalau Pemba 18. 19 za ubunge. Huku bara wamefanya kazi kubwa ACT kwa hii miaka miwili wamezunguka. Kuna mikoa kwa kina Ado, kwa kina Zito, kwa kina Nando, wengine wameondoka, wengine wanaingia CCM. Yes. Matarajio yangu ni kwamba kama ACT Wazalendo kitafanikiwa kuwa chama kikuu cha upinzani ndani ya bunge, kwa maana kutengeneza kambi ya upinzani bungeni,
wanaweza kuturejeshea aina ya siasa tulizokuwa nazo miaka 10 iliyopita. Kwa sababu sasa hivi nikiangalia dunia, naona siasa nyingi ni siasa za watu kugawana, siasa za kuchochea mifarakano. Na of course ndo algorithms za kwenye Twitter na social media inataka hizo. Kule algorithms za mtandaoni hazitaki busara sana. Yaani pale ukienda unaandika busara, watu hawakutaki. Unaipata vipi busara? Kwa mfano chukulia ndugu yako anapotea alafu husikii chochote. Busara unaitolea wapi? Unaiona ACT Wazalendo ikishiriki kwenye huo mchakato wa reconciliation ambao Rais Samia amewaahidi kutekeleza ndani ya siku 100? ACT naona ikishiriki kwa sababu kubwa mbili tu. La kwanza, tayari wana history ya kushiriki kwenye mambo kama ya reconciliation. Zanzibar walishiriki. Kwa hiyo hawatakuwa na sababu ya kutoshiriki kwenye hii awamu inayofuata. Lakini la pili, nafikiri wanaweza kumpa benefit of the doubt rais baada ya kuwa ameshashinda votes. Pengine kuna mambo anaweza akayafanya sasa hivi ambao pengine asingeweza kuyafanya kwenye term yake ya kwanza. Kwa hiyo watataka kupata hiyo, kumpa benefit of the doubt. Lakini kwa sababu wana history ya kushiriki kwenye reconciliation, nadhani wataenda kushiriki na watakuwa na vitu vya mezani vya kuweka viwasaidie. Ezekiel, shukran. Kumalizia. Wewe bwana umefanya uandishi wa habari miaka 20. Yes. Mimi sidhani kama nitafika huko. Kwa nini? Subiri. Kwa nini? No, niko too pessimistic. Okay. Lakini nilikuwa ili nikitaka kufika. Unaweza kunipa ushauri gani wa kazi na maisha? Wewe ni kaka yangu. Yes. Unajua of course lazima ni wewe mbali na uandishi wa habari unadhani kwa mfano mimi nikitaka kudumu kwenye tasnia ya uandishi wa habari. Mimi ni mdogo wako. Unaweza kunishauri nini? Inabidi uendelee kuwa alifa. Ukiacha kuwa alifa ndo mwisho wa alifa. Yaani alifa ukiwa Kamwaga basi. Kamwaga amesha, nafikiri naposema alifa watu wengi wanaona yule alifa anasema anachotaka kusema na lakini kutoka kuwa mwandishi wa The Citizen kuja kuwa mkurugenzi wa The Chanzo. Sio mkurugenzi. Hatuna mkurugenzi wa The Chanzo. Tuna editor in chief wa The Chanzo ambao ni aina tofauti kabisa ya media na Mwananchi. Mambo mnayofanya nafikiri na direction unataka kwenda kwamba una uwezo wa ku-reinvent wewe mwenyewe. Kwamba inawezekana miaka 5 ijayo kabaki kuwa alifa isiyo hata The Chanzo ikawa na aina nyingine ya journalism unafanya, lakini journalism kwa aina ambayo imekuja kutoka. Kwa hiyo ubaki kuwa alifa kwa maana ya tabia, lakini ubaki kuwa alifa kwa maana ya kuwa na uwezo wa kujireinvent wewe mwenyewe. Nadhani hiyo ndio siri ya ku-reinvent kwenye career kwa muda mrefu. Na wewe of course tutakujaji sisi. Lakini wewe matamanio yako ni kuacha legacy ya aina gani kwenye tasnia ya habari kama mwandishi wa habari? Mimi what do you see as your legacy? Wajua mimi alifa huaga nasema legacy ukishakufa na ambacho nakiheshimu zaidi. Unaweza usione hii kwenye maisha ya kawaida, lakini ambacho mimi nakiheshimu zaidi ni uwezo wako wa kuzungumza mawazo yako. Ni kitu ambacho watu tunakichukulia kawaida, lakini kuna mazingira, kwa mfano kama mazingira ya kwetu tulionayo. Kwa mfano mtu kujitokeza hadharani kusema kama mimi naona Rais Samia anafanya kazi nzuri. Si wengi tunaweza tukawa na huo ujasiri. Na nadhani huo uwezo wa mtu ku speak their mind nadhani ni kitu kizuri na tunapaswa tukinurture. So mimi I respect you na natumaini utaendelea kutu inspire. Mimi nipo kabisa, niko na nyie na wakati wote ule The Chanzo wakinihitaji waniambie tu. Mimi nakuja kwa nauli yangu hapo. Vizuri kabisa. Shukrani sana. Asante sana Ezekiel. Mungu akubariki sana. Amin. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapa ndio tumefikia tamati na mazungumzo ambayo nilikuwa nafanya hapa na senior kaka yangu huyu Ezekiel Kamwaga ambaye ni mwandishi wa habari na mchambuzi na amekuwa akifanya hii kazi kwa miaka takriban 20. Tumekuwa hapa tukizungumza kuhusu yeye binafsi, kuhusu tasnia ya habari, lakini pia masuala mbalimbali ya kisiasa yanayoendelea nchini kwetu. Tulikuwa tunazungumza haya kwenye muktadha wa uchaguzi wa Oktoba 29, 2025
na baadhi ya tensions ambazo zinauzunguka mchakato huu hapa. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni wako wa kawaida Halifa Said. Na kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma ya kamera Joseph Kerati, tunakushukuru sana kwa kutegea sikio na macho, na mpaka muda mwingine. Unataka kusema kitu au? Hapana. Shukrani sana. Asante sana.